Kufuatia usitishwaji wa mapigano wa siku 12 ambao ulitangazwa na serikali ya Marekani kati ya Iran pamoja na Israel, tumeona Benjamin Netanyahu ambaye ni waziri mkuu wa pale Israel ametuma ujumbe huu ambao natamani niweze kusoma wote tuweze kuelewa kilichozungumzwa na bwana Benjamin Netanyahu. Anasema, wananchi wapendwa wa Israel, katika siku 12 za operation ambayo inafahamika kama anasema Amaklav kwa ujasiri wa simba au The Rising Lion, tumepata ushindi wa kihistoria, ushindi utakaoendelea kutukumbusha kwa vizazi na vizazi. Tumeondoa juu yetu vitisho viwili vya kutuondoa kabisa. Moja, tishio la maangamizi kupitia mabomu ya nyuklia. Mbili, tishio la maangamizi kupitia makombora ya ballistic 20,000. Kama hatungechukua hatua sasa, taifa la Israel lingekabiliwa hivi karibuni na hatari ya kuangamizwa. Lakini hilo halikutokea kwa sababu katika wakati wa maamuzi tulisimama kwa ujasiri kama simba, tukasimama kama simba, na kishindo chetu kilitikisa Teherani na kuvuma kote duniani. Katika maandiko yetu imeandikwa, kwa hila na hekima hufanywa vita. Shambulio la kushangaza la awali la Operation Rising Lion litaandikwa katika historia ya vita vya Israel na litafundishwa katika majeshi yote duniani. Kwa pigo moja, kwa kishindo kimoja, tulimaliza uongozi mkuu wa Irani, wakiwemo majemedari 3 wa jeshi na viongozi wengine wakuu wengi. Katika muda huo huo, tulimuondoa kila mwanasayansi mkuu wa nyuklia wa Irani. Wale waliokuwa na maarifa hayo, waliokuwa vinara wa mradi wa nyuklia, waliotaka kuleta maangamizi pamoja na vifo kwetu. Tumeharibu kituo kikuu cha usafishaji wa nyuklia huko Natanz, kituo cha kubadilisha uranium huko Isfahan na kituo cha maji mazito huko Arak. Rafiki yetu Rais Donald Trump alisimama nasi kwa namna ya kipekee. Kwa amri yake, jeshi la Marekani lilibomoa kituo cha usafishaji kilichopo chini ya ardhi huko Fordo. Tulishambulia vituo vingine vingi vya mradi wa nyuklia wa Irani, vikiwemo maabara pamoja na viwanda vya kutengeneza centrifuge au viwanda vya kutengeneza hizo uranium. Bila shaka mnakumbuka miaka 7 iliyopita katika operation ya ajabu ya Mossad, tulileta nyumbani kiini cha kumbukumbu ya siri ya nyuklia ya Irani. Tuliweka wazi mradi wao wa kutokomeza mbele ya Rais Donald Trump, mbele ya dunia nzima na mbele yenu wananchi wa Israel. Sasa katika operation hii tumekamilisha kazi hiyo na tumeangamiza kumbukumbu hiyo yote. Hiyo kumbukumbu ilikuwa hazina ya maarifa yote ya Irani ya kutengeneza bomu la nyuklia. Hilo pia tumelifanikisha. Kwa miongo mingi niliwaahidi kwamba Irani haitakuwa na silaha za nyuklia, na kwa kweli, kwa hatua za haraka zilizochukuliwa na wapiganaji wetu, tumefuta mradi huo wa nyuklia kabisa. Na iwapo mtu yoyote nchini Irani atajaribu kuufufua, tutachukua hatua kwa ujasiri ule ule, kwa nguvu zile zile, na kuukomesha papo hapo. Narudia tena, Irani haitakuwa na silaha za nyuklia. Kwa nguvu zile zile, kwa uamuzi ule ule, tumeangamiza viwanda vya kutengeneza makombora ya Irani. Tumeharibu viwanda kadhaa vya uzalishaji wa makombora, tukapunguza kwa kiasi kikubwa akiba yao ya makombora na kuharibu sehemu kubwa ya vifaa vya kurusha makombora. Mara nyingi tumeviharibu dakika chache kabla ya kurushwa katika makombora hayo, makombora ambayo yangesababisha mauti makubwa Israel. Lengo ovu la Irani kuifanya Israel kuwa chini ya tishio la makombora ya ballistic kwa miaka michache ijayo. Tishio hilo pia sasa limeondolewa. Kuhusu utawala wa Irani, tumewapa pigo la nguvu. Tumewaua viongozi wengi waandamizi, tukaharibu makao yao makuu, tukashambulia vituo vya walinzi wa mapinduzi, tukashambulia vituo vya kule Basij, tukapiga alama za mamlaka yao. Na leo alfajili, saa chache kabla makubaliano ya kusitisha vita, tuliupiga utawala wa Ayatollah, pigo la maangamizi kubwa zaidi tangu mwanzo wa vita, kubwa zaidi katika historia yao. Tumeua mamia ya waendesha shughuli wa utawala huo katika shambulio kubwa zaidi lililowahi kuiona Teherani kwa miaka 50 iliyopita. Wananchi wa Israel, na washukuru kwa niaba yenu rafiki yetu Rais Trump wa Marekani na msaada wao wa kipekee katika kuilinda Israel na kuondoa tishio la nyuklia kutoka Irani. Ushirikiano wa Marekani sio tu wa ulinzi bali pia wa mashambulizi. Hili ni tukio la kihistoria, halijawahi kutokea hapo awali. Hii ni matunda ya juhudi za kidiplomasia nilizoziongoza pamoja na Waziri Delma mbele ya Rais Donald Trump na timu yake. Niseme wazi,
Israel haijawahi kuwa na rafiki mkubwa kama Rais Trump katika ikulu ya Marekani. Namshukuru sana kwa ushirikiano wake. Athari zake ni kubwa mno kwa usalama wa taifa letu, usalama wenu nyote, watoto wenu, wajukuu wenu, na kwa mashirika ya kiserikali, lakini pia Mashariki ya Kati kwa ujumla wake. Katika tarehe 7 Oktoba tulikuwa katika shimo la giza. Tulipata janga baya zaidi katika historia ya taifa, lakini kwa nguvu za pamoja, serikali, vikosi vya usalama na ninyi wananchi, tuliweza kuamka na kurudisha mapambano kwa nguvu. Baada ya miezi 20 tulikuwa na udhibiti wa anga ya Irani na tukawapiga kwa gharama kubwa, gharama wasiowahi hata siku moja kuifikiria. Lakini pamoja na mafanikio haya ya kushangaza, hatujaridhika, hatuelewi kwa ushindi na kamwe hatutapumzika. Kinyume chake kabisa, hatuna nia yoyote ya kuacha kasi ya mapambano. Lazima tukamilishe mapambano dhidi ya muungano wa Irani. Tushinde Hamas, tulete nyumbani mateka wetu wote walio hai na waliopoteza maisha. Kwa familia za mateka ninasema, hatukuwahi kuacha hata sekunde moja. Wakati wa vita, juhudi za kuwarudisha nyumbani wapendwa wenu waliopo hai na waliopoteza maisha zinaendelea, na kamwe hatutakata tamaa hadi jukumu hili takatifu litakapotimia. Kwa familia za waliopoteza wapendwa wao nasema, wapendwa wenu, mashujaa wetu hawakufa bure, maana ushujaa na kujitolea kwao ndiko kuliko tuwezesha kuvunja nguvu za muungano wa Irani. Bila mafanikio yetu makubwa huko Gaza, Libanoni, Syria na dhidi ya ugaidi huko katika ukingo wa Magharibi, tusingeweza kufanikiwa kuifikia Teherani. Kwa kuangamiza muundo wa uongozi na uovu wa Irani, tutafungua njia ya amani na ustawi kwa mataifa ya eneo hili, na zaidi ya hapo, tayari tunafanya kazi kwa bidii kutimiza hayo. Na wakati ukifika, tutafichua juhudi zetu, tutafidia kwa ukarimu wote waliopata madhara, na tutainua tena uchumi wa Israel kufikia kilele kipya. Tahadhari, tayari mchakato huu unaendelea. Wananchi wa Israel tumelipa gharama kubwa katika nyumba wakati wa operesheni hii. Sote tunawakumbatia kwa upendo usio na kifani familia za waliopoteza wapendo wao. Sote tunawatakia afueni kamili walioumia kimwili na kiakili, kama ilivyo kwa majeruhi wote tangu tarehe 7 Oktoba. Hivi karibuni nilitembelea mji kadhaa iliyoathiriwa na makombora ya Irani. Nyumba nyingi zimeharibiwa, na kama tulivyoahidi wakazi wa maeneo hayo, nyumba hizo tutazijenga. Wananchi wa Israel, napenda kushukuru kwa dhati kwa niaba yenu mkuu wa majeshi Meja General Herzi Halevi, maafisa wapiganaji wa jeshi la ulinzi, mkuu wa Mossad David Balnia na maafisa wake, kamanda wa jeshi la anga Meja General Tom Burr, marubani wetu majasili, mmewakilisha vyema sana, timu za ardhini zilizokuwa na mioyo, mkuu wa upelelezi amani Meja General Shalom Bainda, mkuu wa mipango ya vita Meja General Oded Basyuke, katibu wangu wa kijeshi Meja General Roman Goffman, vikosi vya ulinzi wa ndani, polisi wa Israel, huduma za zimamoto, afya na uokoaji ambao waliokoa maisha ya wengi katika eneo hili. Hotuba hii ni hotuba ya Bwana Benjamin Netanyahu aliyoitoa mara baada ya kutamkwa tangazo la kusitisha mapigano yaliyodumu kwa muda wa siku 12 za moto, ikiingia katika historia ya vita ambayo pia imedumu kwa muda mfupi zaidi kati ya Israel pamoja na Irani, ambapo kipindi cha nyuma ilikuwa ni ile 6-day war. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.